Kwa wale wanywaji wa maziwa, wale wapenzi na wadau wa unywaji wa maziwa, wengi wanaamini kwamba maziwa ya ng'ombe ni yale yale, hayana utofauti. Aliyekunywa maziwa ya ng'ombe wa kisasa na aliyekunywa maziwa ya ng'ombe ya kienyeji ni kitu ni kile kile. Mara nyingi wengi wanakuambia kwamba mimi sionage utofauti uko wapi. Sasa kama una mtazamo wa design hiyo na wewe ni mnywaji wa maziwa ya ng'ombe, kabla hujachelewa, hii video usikilize mwanzo mpaka mwisho. Hii ni inakuhusu, ni ya kwako. Tunaenda kuchambua maziwa ya ng'ombe wa kienyeji na maziwa ya ng'ombe wa kisasa. Yana utofauti gani? Na kiafya na maanisha nini? Na baada ya kuchanganua mambo hayo, kuondoa ule mkanganyiko, nitakuacha na mambo makuu manne ya kuondoka nao, kwa maana kwamba nitakuacha na ujumbe. Ndio maana nakusihi kwamba isikilize vizuri ili utapokamua kwenda kunywa maziwa hayo ufanye maamuzi yaliyo sahihi kati ya maziwa hayo ya ng'ombe wa kienyeji na ng'ombe wa kisasa. Uko nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Mada ambayo iko hewani ni maziwa ya ng'ombe wa kisasa na maziwa ya ng'ombe wa kienyeji, yapi ambayo ni bora na salama kiafya. Nimeshaleta video kadhaa juu ya wagonjwa 20 ambao wanatakiwa waepuke maziwa ya ng'ombe, lakini pia nimeshaleta video ambayo inazungumza kati ya maziwa mtindi na maziwa fresh. Video zote hizo nitakuwekea linki zake kwenye kipengele cha comment ili uweze kujifunza kupitia video hizi. Maziwa ya ng'ombe wa kisasa na maziwa ya ng'ombe wa kienyeji, ukijaribu kuyaangalia kimuonekano yanafanana, lakini vilivyomo mle vina utofauti. Wale wazoefu wa kunywa maziwa wanakuambia katika mfumo wa ladha maziwa haya yako tofauti pia. Sasa mimi hapa leo sizungumzii ladha wala rangi. Hebu tuyaangazie maziwa haya kiufupi. Naomba nikufahamishe kwamba maziwa ya ng'ombe wa kienyeji na maziwa ya ng'ombe wa kisasa ni maziwa yote ya ng'ombe, lakini yana utofauti kiachana tu na ule muonekano ambao wengine wanasema unafanana, lakini vilivyomo ndani ya maziwa ya ng'ombe wa kienyeji na vilivyomo kwenye maziwa ya ng'ombe wa kisasa vina utofauti mkubwa sana. Na huo utofauti ndio unapelekea kati ya maziwa, baadhi ya maziwa haya kati ya kienyeji na ya kienyeji na ya kisasa kuweza kuwa salama na angalau kuwa na manufaa kwenye mwili wa binadamu at least hata kidogo. Tuangazie utofauti huo. Utofauti wa kwanza ni kwenye protein. Tunajua maziwa yote na protein. Aina za protein zilizopo kwenye maziwa ya ng'ombe ya kienyeji na kisasa ni tofauti. Nikufahamishe kitu kimoja. Maziwa yote ya ng'ombe yana protein ambayo tunaita kwamba ni casein protein. Kwenye hizi casein protein zina utofauti. Kuna casein A1 na casein A2. Yamkini inaweza kawa ni chemistry ambayo unaweza kawa huelewi, lakini naomba nikuchanganue vizuri ili uweze kuona utofauti. Maziwa ya ng'ombe wa kienyeji yamesheheni protein ambayo kwamba ni casein A2, wakati maziwa ya ng'ombe wa kisasa yamesheheni protein ambayo kwamba ni casein A1. Katika tafiti nyingi tunasema maziwa ya ng'ombe yanahusiana na kisukari aina ya kwanza. Katika maziwa hayo, kwa nini maziwa yanahusiana? Imekuja kubaini kwamba protein ni chanzo ambacho kinapelekea kinga za mwili kuweza kushambulia kongosho ambayo inazalisha vichocheo vya insulin kwa mwili wa binadamu. Casein hiyo tumesema kuna A1 na A2. Aina ya protein ambayo inatuhumiwa ni casein A1 ambayo ndio inapatikana kwenye maziwa ya ng'ombe wa kisasa. Na hii sasa inatusaidia kuelezea, kuna watu ambao wanaweza kawa najiuliza, kama maziwa ya ng'ombe yanapelekea kisukari aina ya kwanza, kwa nini Wamasai wote hawaugui visukari? Kwa sababu ni wanywaji wazuri sana wa maziwa. Ng'ombe wa kienyeji wale wa Kimasai, maziwa yake yamesheheni protein ambayo ni casein A2 na sio A1. Sasa swali ambalo nataka ujiulize wewe ambayo unakaa na kikombe cha maziwa, nasema maziwa ni mazuri, yana protein, yana madini ya calcium. Jiulize, unapoenda kununua haya maziwa ya ng'ombe, huwa unauliza kwamba haya maziwa ni ya ng'ombe wa aina gani? Nadhani wewe unachukua tunakunywa kwa sababu naamini maziwa ni maziwa, lakini kuna huu tofauti. Unapoenda kununua
fahamu kwanza kuna utofauti ya hawa maziwa. Protini ambayo at least ina unafuu kwenye mmeng'enyo wa binadamu na ambayo haihusiani kisukari aina ya kwanza ni casein A2 ambayo inatoka kwenye maziwa ya ng'ombe ya kienyeji. Wakati maziwa ya ng'ombe ya kisasa yamesheheni protini ambayo ni casein A1. Ni wakumbushe wale ambao kwa upande wao nyumbani wana wagonjwa ambao wana kisukari aina ya kwanza, hasa kama ni mama au na watoto ambao wana kisukari aina ya kwanza. Mara nyingi swali ambao unaulizwa ni kwamba watoto walishawahi kunywa maziwa ya ng'ombe. Mara nyingi na sehemu nyingi za hospitali watakuuliza hilo swali kwa wale ambao wana watoto ambao wana kisukari aina ya kwanza. Na huwa tunashauri kwamba inapotokea kwenye familia yako umepata mtoto mwenye kisukari aina ya kwanza, kama unaendelea kuzaa, inatakiwa hata wewe mama mwenyewe usinywe maziwa hayo, kwa sababu hii casein A1 hata kusema kama usipompatia mtoto bado inaweza ikatoka ikaingia kwa mtoto kupitia maziwa ya kwako, kwa sababu hii casein A1 protein huwa inavunjwa unapokuwa umekunywa ile maziwa ndani ya mwili wako na kuteta vitu kama beta casein 7 ambazo zile kemikali zinaweza kupita kupitia maziwa yako na kwenda kwa mtoto, inaweza kuleta hatarishi, inaweza kuleta changamoto. Kwa hiyo fahamu kwamba kwa wale wa familia ambao kuna kisukari na kwanza, huwa tunashauri kwamba mama na watoto waweze kukaa mbali na swala la maziwa. Lakini fahamu protein ambayo inatuhumiwa ni hii A1 ambayo inatoka kwenye maziwa ya ng'ombe ya kisasa. Haya, utofauti wa pili ni kwenye issue ya madini. Maziwa ya kienyeji yamesheheni madini mengi ambayo ni zinki, phosphorus na copper. Madini hayo, wakati maziwa ya ng'ombe wa kisasa yamesheheni madini ya sodium. Hapa naomba nisikize vizuri. Mara nyingi wagonjwa wa pressure watu wanashauri kwamba waweze kukwepa chumvi. Ile chumvi ya mezani ni sodium chloride. Changamoto ni nini? Changamoto pale ni sodium. Tunasema kwamba huyu mtu anaweza kupata sodium nyingi sana. Sasa kuzuia ile mtu asiweze kupata sodium mengi ambayo inaweza kusababisha issues za pressure kuweza kupanda, huwa tunashauri kwamba uweze kupunguza ile chumvi ama kuepuka matumizi ya chumvi. Sasa fikiria, maziwa ya ng'ombe ya kisasa yamesheheni madini mengi ya sodium, wakati haya madini ya sodium kwenye maziwa ya ng'ombe ya kienyeji ni madogo, yani kwa maana kwamba ni ya kawaida, ila haya yamesheheni zinki, copper na phosphorus. Katika tafasiri hiyo, kuna uwezekano kabisa kwa mnywaji wa maziwa haya, kama unakunywa tu, kuna watu wengine wanaweza kukaa tu hata pressure zenyewe hazishuki. Kwa wale wagonjwa ambao wanasema kwamba mimi nakunywa chai ya maziwa, kwa sababu ya hii issue pia sodium kwa swala la maziwa. Though kuna issue nyingine ya mafuta ambayo yanaganda ambayo ni saturated fat. Lakini fahamu huu ni utofauti wa aina ya pili, kwamba huku kumesheheni sodium ya kutosha ambayo inaweza ikawa ni changamoto, lakini huku kuna madini ya zinc, phosphorus na copper kwa wingi. Huu ni tofauti namba 2. Utofauti namba 3, wakati maziwa yote yamesheheni mafuta ambayo yanaganda ambayo ni saturated fat, lakini fahamu kwamba kuna mafuta ambayo hayagandi, mafuta ambayo hayagandi ambayo yanakaa ubora kidogo. Kwa hiyo kwenye maziwa kuna kuwa na mafuta haya mawili ambayo yanaganda na ambayo hayagandi. Ile ambayo yanaganda ni mengi sana kuliko ambayo hayagandi. Tukichukua haya ambayo hayagandi kwa upande wa ng'ombe wa kienyeji, angalau yapo mengi kidogo kilinganisha na huyu ng'ombe wa kisasa. Ng'ombe wa kisasa ni hana mafuta mazuri hata kidogo, na kama yapo ni kidogo sana ambayo tunasema kwamba ni negligible, haya mafuta ambayo ni mazuri. Lakini kwa ng'ombe wa kienyeji yale maziwa yake kidogo na mafuta haya ambayo ni mazuri, angalau yana unafuu. Kwa hiyo unaweza kaona utofauti uliopo hapa. Lakini mwisho niweze kumalizia na kitu kingine. Ng'ombe wa kienyeji anazalisha maziwa kidogo sana, alafu ng'ombe wa kisasa anazalisha maziwa mengi sana. Kwa wale wafanyabiashara wanaweza kaelewa hii inamaanisha nini, kwa sababu hapo utapata maziwa ya kutosha kwenye ng'ombe wa kisasa, lakini utapata maziwa kidogo sana kwenye ng'ombe wa kienyeji. Huu ni utofauti wa masuala ya virutubisho au masuala ya kilishe kati ya ng'ombe wa kienyeji, maziwa ya ng'ombe ya kienyeji na maziwa ya ng'ombe wa kisasa. Katika tafasiri hiyo, ukijaribu kuangalia utofauti kati ya maziwa ya kisasa na maziwa ya kienyeji, kuna vitu vichache ambavyo naweza kukuambia hasa katika masuala ya kiafya. Moja, maziwa ya ng'ombe wa kienyeji
kulingana na nature ya protein. Hii A2 hata umeng'enyaji wake huwa ni rahisi kuliko A1. A1 huwa ni protein ambayo ni ngumu sana. Katika tafasiri hiyo, maziwa ya ng'ombe wa kienyeji yana protein ambayo inaweza ikameng'enywa kirahisi ukilinganisha na maziwa ya ng'ombe wa kisasa. Hiyo ni point ya kwanza, na hivyo kufanya kwamba kwa wale watu ambao wana lactose intolerance, ambao kwamba wakinywa maziwa wanaweza kupata issue za kushindwa kumeng'enya masuala ya lactose na vitu vingine kwenye masuala ya maziwa, basi maziwa ya ng'ombe kienyeji angalau yanaweza at least yanaweza kawa na unafuu kwenye mmeng'enyo wa watu hawa kuliko ambao wametumia maziwa ya ng'ombe ya kisasa. Pili, protein A2 casein hii haisababishi inflammation ambayo ni mioto ambayo inatokea sehemu mbalimbali za mwili ambayo inahusiana na magonjwa chungu nzima, wakati protein A1 casein inahusiana na kusababisha masuala ya inflammation, kwa sababu ni ngumu kumeng'enya, na hii inachochea allergy sana kuliko hata A2, na hii inaweza kuhusiana, ndio nishasema awali kwamba inahusiana na kisukari aina ya kwanza, lakini hii pia ndo ambayo inahusiana hata kwenye inflammation kwa masuala ya joints. Kwa leo watu ambao na masuala la matatizo ya rheumatoid arthritis, hii ukitumia maziwa haya inaweza ni hatari sana kuliko hata ambao ametumia maziwa haya ng'ombe wa kienyeji ambayo na A2. Tatu ni kwamba maziwa ya ng'ombe wa kienyeji yana virutubisho vingi ukilinganisha na maziwa ya ng'ombe wa kisasa. Kuna mambo kadhaa ya kiafya ambayo anaweza kufanya kusema kwamba maziwa ya ng'ombe ya kienyeji yako tofauti na maziwa ya ng'ombe wa kisasa. Sasa inatakiwa ufanyeje? Hapa kuna mambo makuu manne ambayo naweza kukushauri. Jambo la kwanza, kwa wale ambao ni wapenzi wa maziwa, ni hakikisha kwanza unachagua maziwa ambayo yatokana na ng'ombe ya kienyeji. Utayapataje? Wewe ambaye ni mpenzi wa kunywa utajua utakapoyapatia, lakini hakikisha kama ni mpenzi wa maziwa, hakikisha kwanza, point ya kwanza, yawe yatokanao na ng'ombe wa kienyeji. Pili, ukienda kwenye maziwa ya ng'ombe wa kienyeji, nishaleta video ambayo inazungumza maziwa ya mtindi na maziwa fresh. Opti kutumia maziwa ya mtindi, angalau yanaweza kawa na kafaida kuliko maziwa ambayo maziwa fresh. Hiyo ni pointi ya pili ya kwenda nayo. Pointi ya tatu, hata kama utachagua mtindi, jitahidi kwamba kwa siku siweze kuzidisha mililita 250, kwani maziwa na changamoto nyingine, kwa sababu haya maziwa yote ambayo nimeyataja yote yana cholesterol, mafuta ya rehemu, na yote yana mafuta ambayo yanaganda. Licha ya hivyo, yote bado ni acid. Yote haya bado ni acid ya kienyeji na kisasa bado ni acid, na yote bado hayana nyuzi lishe. Katika tafasiri hiyo, jitahidi uwe unapata kiwango kidogo sana cha maziwa, hasa yasiweze kuvuka mililita 250, ambao almost 250 ni kama robo. Sasa kwa yule mtu ambaye anakunywa lita nzima, nusu lita, hasa hiyo ni kesi nyingine, lakini ukiamua kunywa hakikisha usizidishe hicho kiwango. Hii ni pointi ya tatu kuweza kwenda nayo. Pointi ya 4, hapa kwa wale ndugu zangu wagonjwa, nikianza na wale wenye magonjwa ya mmeng'enyo ambayo ndio yanasumbua watu wengi sana, masuala ya acid reflux, vidonda vya tumbo, issues za gesi na masuala ya ukosefu wa choo na bawasiri, ikiwa ni sambamba na magonjwa mengine ambayo ni sugu, haya sukari, pressure na magonjwa ya moyo, matatizo ya magoti kama gout, masuala ya rheumatoid arthritis na masuala ya matatizo ya mifupa kama osteoporosis na wagonjwa wengine wengi. Chonde inatakiwa ukae mbali na haya maziwa, hajachi ni ya kienyeji ama ni ya kisasa. Hakikisha kwanza unajitibia, ukae vizuri, ndio unaweza ukaweza kuona namna kuweza kurudi. Kwa hiyo kwenye masuala ya matumizi ya maziwa haya, mtu ambaye anaweza kaangalia akajitahidi kutumia ni yule ambaye hana changamoto yoyote ya kiafya. Lakini kama changamoto, ni wazo zuri kuweza kukaa mbali kwa kutumia maziwa haya. Vyakula vipo vingi sana, kutokunywa maziwa hakutaweza kufanya wewe uweze kuathirika. Vyakula tunavyo vingi sana, hatuko kwenye nyakati ambazo hakuna vyakula. Huo ndio ulikuwa ni utofauti wa vyakula hivi viwili, maziwa ya ng'ombe kisasa na maziwa ya ng'ombe kienyeji, na katika masuala ya kiafya kwamba inamaanisha nini, na hayo ndio mambo makuu manne ambayo nataka uondoka nayo leo. Nikushukuru wewe kwa kuitazama video hii. Ulikuwa nami Emmanuel Mparie, ambaye kitaaluma ni nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.